Bana, msanii wa Bongo Movie kutokea mkoani Morogoro, mzee maarufu kwa jina la Gumla Senga aliwahi kuigiza ile tamthilia ya Samahani Asante, ambapo producer wa tamthilia hiyo ni Kitale Mkude Simba, lakini pia director ni huyo huyo Mkude, yani Kitale. Sasa kuna habari ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii, hasa wafuatiliaji wa tamthilia. Malalamiko yao makubwa yamekuwa ni kwamba ile movie ya Samahani Asante walikuwa wakimuelewa zaidi huyu mzee ambaye alikuwa akiitwa Gumla Senga. Sasa wameanza kujiuliza maswali mengi. Huyu mzee baada tu ya kuwa tamthilia hile pale ya Samahani Asante kuwa tayari imefika final, yani imefika mwisho, amekuwa haonekani katika filamu mbalimbali, naona bwana. Kwa hiyo mashabiki wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana, huyu mzee amekwenda wapi? Maana hakuna taarifa yeyote ile ambayo inayomuelezea kumhusu Gumla Senga. Kwa wale ambao walifuatilia ile Gumla Senga, nadhani hiki watakuwa wanakikumbuka. Gumla Senga aliigiza kama mchawi, yani kiongozi wa wachawi katika kijiji kile ambacho walikuwa wakiishi. Alikuwa akionekana kama mtu mwema, lakini kumbe alikuwa amevaa ngozi ya kondoo huko ndani yake akiwa chui ama simba. Basi alikuwa akifanya mambo yake ya kishirikina, kuweza kuwaua watoto wachanga, lakini pia kuwapa magonjwa watu, kutengeneza matatizo mengi, kafara. Yani ilifikia wakati katika tamthilia hile pale mashabiki mbalimbali wakawa wameona kama vile alivyo huyo mzee Gumla Senga ni kama maisha yake, watu walimtafsiri kama mchawi wa kweli kutokana na jinsi karakta ambayo alikuwa amepewa na jinsi ambavyo alivyoitendea haki. Alifanya kwa ukubwa na kwa uwezo mkubwa kweli kweli, kiasi kwamba watu walikuwa wakimuelewa sana sana. Sasa wanajiuliza amekwenda wapi mzee huyu hapa, nini malengo? Lakini pia hata Kitale kwa sasa hivi imekuwa ni adimu sana kuweza kuachia kazi kali, tofauti na ile ya zamani. Ile ya zamani ilikuwa ni kali zaidi kuliko hivi sasa ambavyo alivyoendelea, wakati ambao wameacha kuiendeleza ile tamthilia Samahani Asante na akaona aimalize. Naona licha na hilo, kuna vitu vingine ambavyo mzee huyu alionyesha uwezo mkubwa zaidi katika tasnia ya uigizaji nchini Tanzania. Sasa maswali yamekuwa ni mengi. Waigizaji wanaoshika umaarufu vizuri, wanafanya vitu vizuri vikubwa, lakini after then matokeo wanayoyapata yanakuwa tofauti na jina au ukubwa walioutengeneza. Yani wanamaanisha kwamba reality ya life inakuwa tofauti na brandi. Watu wanakuwa wanashangaa kuona kwamba watu wengi wanawekeza katika kuhakikisha wanafanya vitu bora zaidi. Vile vitu bora zaidi vikishakuwa bora, wale wasanii wanapotea. Sasa wakishapotea wale wasanii, wakija kuonekana, wanaonekana kuwa wana shida, wana matatizo, hawana pesa, wengine hata wanachangiwa katika mahitaji mbalimbali. Wamekuwa wakijiuliza pia. Kwa hiyo mashabiki wametafakari hicho kitu na wameona isije kaa kimya cha huyu mzee Gumla Senga, baadaye akaja akaibuka na janga ama tatizo itakayopelekea kuchangishwa Watanzania fedha. Kwa hiyo popote pale ambapo Gumla Senga, mzee msanii bora kabisa unatokea Morogoro huko, umetambulika vizuri, Watanzania wamekuelewa vizuri, hivyo basi wanahitaji kuona mwendelezo wa kazi au wanataka kusikia neno kutoka kwako. Tamthilia ile ya Samahani Asante sio tu ilikubalika Tanzania, ni East Africa, ni nchi zote za Afrika Mashariki, na pengine hata na wale zile nchi ambazo watu wanasikia na kuelewa lugha ya Kiswahili waliweza kuipokea vizuri. Hivyo basi mzee Gumla Senga alibahatika kupenya katika mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki. Sasa maoni yako wewe ni yapi kati ya hiki nilichokisema? Unadhani kwamba
wasanii changamoto imekuwa kubwa zaidi katika main status, ile brand kuweza kuitengeneza ikawa ni brand ya kudumu, changamoto zaidi. Na hata kama brand ikishadumu, mwisho wa siku brand inakuwa kubwa kuliko mafanikio. Imekaaje kiupande wako? Unaweza ukatilika maoni yako, ukaweka ushauri hapo chini ya video hii hapa, ukasema chochote kile ambacho unadhani ni msanii gani ambaye kwenye hii tamthilia ya Samahani Asante unamkumbuka na unatamani aonekane tena katika skrini ya nyumbani kwako au katika simu ya mkononi mwako. Bana, kama hujasubscribe, subscribe kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambavyo vinapandishwa kupitia channel hii. Habari za biashara, habari za kiuchumi, lakini pia michezo, burudani na zinginezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kokote kule uliko, basi nikwambie kwamba wewe ni mtu wa nguvu na ni support kubwa sana. Bye bye.